kuondoa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kwenda nchi ya Kanaani. Hasa wakati wako Mungu anaendelea mpango na wakafanikiwa kutoka nchi ya Misri kwenda nchi yao ya Kanaani. Tunaona kwamba wakati wako jangwani, Mwenyezi Mungu sasa akaanza kuzungumza na Musa juu ya kuwaongoza wana wa Israeli, juu ya kuwasimamia wana wa Israeli. Hizo habari unazipata kuanzia kitabu cha Kutoka kuendelea, ndio unapata habari zaidi ambazo zinazungumzia historia ya wana wa Israeli. Tunaona Mwenyezi Mungu anampa maandiko matakatifu Musa kutoka mlima Sinai juu alipopanda mlimani. Mungu anampa maandiko matakatifu Musa, ambayo maandiko ya kwanza kabisa yaliandikwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa lugha ya Kiebrania. Yaani Musa alipewa mbao mbili, ambazo hizo mbao zilibeba maandiko ya Kiebrania ambao ndani yake zilikuwa amri 10 za Mwenyezi Mungu. Hiyo unaipata katika kitabu cha Kutoka 20. Unakutana na amri 10 za Mwenyezi Mungu ambazo zimewekwa. Musa ndo alipewa zile amri, akashuka nazo mlimani kuwagea wana wa Israeli. Kwa hiyo wana moja ama nyingine tunakuta hapa mwandishi wa kwanza wa Biblia ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kutoka mlima Sinai akamkabidhi Musa mbao mbili, akashuka nazo chini kwa wana wa Israeli. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu ukisoma unaona anampa sasa maelekezo Musa ya kuandika maandiko ambayo Biblia sasa kwa ajili ya ukumbusho wa wana wa Israeli. Na Musa katika maandiko tukisoma kaandika vitabu 5. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha pili ni kitabu cha Kutoka. Kitabu cha tatu ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Alafu kitabu cha 4 kuna kitabu cha Mambo ya Lawi na Hesabu. Jumla vinakaimika kwa vitabu 5 ambavyo Musa ameviandika. Lakini kitu ambacho cha kukwambia zaidi na zaidi kwamba uelewe kwamba vitabu hivi viliandikwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Sio tu kwa akili za mtu wa kawaida, maana kwa mujibu wa kitabu cha Petro 1:20, sio 2:1:20, anasema hakuna nabii ambao pasao kutolewa kama apendavyo mtu fulani tu. Unabii hakutoka popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena toka juu akiongozwa na Roho Mtakatifu. Hii tunaikuta kwa Musa sasa. Adam, Nuhu, Ibrahim mpaka kufikia Yakobo, mpaka kufikia wao wakina Musa, ilipita vizazi vingi. Sasa kama nilivyosema karne 25. Lakini tunaona huyu Musa anakuja anaandika kitabu cha Mwanzo, ambacho hicho kitabu wewe leo hii unakisoma kinaelezea habari za Ibrahim, kinaelezea habari za Nuhu, kinaelezea habari za baba yetu Adam. Yote tunayasoma pale yale. Kipindi hiko Musa yeye kule hayupo, lakini kaja kuandika baadaye. Aliandika vipi sasa? Ndio aliongozwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yaani sio akili yake ya kawaida, uvuvio. Hiyo ndio tunaita uvuvio. Alivuviwa akayaandika hayo, akaiandika hiyo historia. Mungu aliweka utaratibu, alimpa utaratibu Musa wa kuvilinda vitabu hivyo. Yaani vitabu vilivyoandikwa kuna utaratibu Mungu alimpa Musa wa kuvilinda vile vitabu ili visipotee, ili viwe katika mazingira ambayo yanaweza kuwa salama zaidi kwa ajili ya kuwapeleka Waisraeli nchi yao ya ahadi, huku wakaendelea kusoma na kuyashika yale ambayo Mungu ameagiza. Tunaona kuna utaratibu ulikopo wa sanduku la agano. Sanduku la agano ndio lilikuwa linahifadhiwa vitabu. Miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yanahifadhiwa mule ni amri 10 za Mwenyezi Mungu, ambao walikuwa wanahifadhi katika hekalu, huku wakaendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu mpaka kufikia nchi yao ya Kanaani, kwa maana nchi yao ya Israeli. Walipofika pale, Waisraeli ama Wayahudi walikuwa na taratibu zao za kuhifadhi maandiko pia. Kabla ya Yesu kuzaliwa na baada pia walikuwa na taratibu zao. Kuna kitu kinaitwa Sanhedrin. Sanhedrin ilikuwa bunge la Wayahudi. Yaani ilikuwa ndo serikali yao na ndo taratibu zao zikopo za kidini. Kwa hiyo walikuwa wana utaratibu wa kuyahifadhi hayo maandiko katika hekalu. Yalikuwa sawa, walikuwa wanahifadhi Biblia ama maandiko katika hekalu. Kwa hiyo Biblia ilipitia vipindi vingi, lakini Wayahudi ama Waisraeli walikuwa wakisubutu zaidi kukitunza kitabu hichi. Wakaendelea kukitunza. Kwa hiyo ukisoma katika historia kama nilivyosema hapo, Musa aliandika vitabu 5 ambao mwaka 1500 BC
na ni BC. Ukisikia BC maana yake before Kristo, ambayo baada ya kuviandika vikawa vinahifadhiwa katika utaratibu huo. Kutoka Musa kuna manabii pia nao walikuja mwaka wa 100 mpaka mwaka wa 400, kwa sababu walikuwa na hesabu kurudi kinyume, mwaka wa 100 mpaka mwaka wa 400. Hapo tunazungumza wakina Malaki, tunazungumza wakina Habakuki, tunazungumza wakina Ezra, tunazungumza wakina Danieli, tunazungumza na wengineo. Hata Malaki hiyo nilomtaja tunamzungumzia hapo. Kitabu cha mwisho tunaona kitabu cha Malaki cha Agano la Kale. Kitabu cha Malaki ambacho kinafunga hesabu kwamba ina vitabu 39 Biblia ya Agano la Kale. Sasa kutoka Malaki sasa mpaka Kristo kuzaliwa imepita miaka 400, Biblia ikawa haijaandikwa, kipindi cha kimya hapo. Yani hiko tunasema kipindi cha kimya, ambako hapo sasa ndo kuna apokrifa nyingi sana ziliandikwa. Hizo tu za pembeni, hizo apokrifa kama nilivyozungumzia mwanzo ni vitabu ambavyo havina uvuvio, vinaweza vikaelezea historia ya kweli lakini havina uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kama leo hii tunapozungumza na vitabu ambavyo vinaelezea vita ya kwanza na pili ya dunia, vinaelezea historia ya kweli lakini havina uvuvio wa Roho Mtakatifu, hivyo tunasema apocryphas, ambazo ndo ziliandikwa. Kwa sababu viliandikwa vitabu ilipita miaka 400 kabla Yesu kuzaliwa, kipindi cha kimya. Sasa tunaona Yesu alipozaliwa sasa, katika kipindi chote alichoishi, ile sasa ndo tunaita Agano Jipya. Yani kipindi cha Yesu alipozaliwa na baada ya Yesu kuondoka, hii kipindi hiki ndo tunaita kipindi cha Agano Jipya. Hapa miaka inaanza kuhesabiwa kwenda kimbele. Yani baada ya Yesu kuzaliwa ukaanza kuhesabika mwaka wa kwanza. Alipozaliwa tukaanza kuhesabika mwaka wa kwanza. Na maana kuna mahali anasema hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri akaitwa jina lake Yesu. Maana yake baada ya Yesu kuzaliwa siku ya 8, siku sasa ndio ikaanza kuhesabika siku ya 8, ikahesabika ni siku ya 8 katika huo mwaka wa kwanza ambao ulianza kuhesabika kwa maana kwamba baada ya Yesu za kuzaliwa, ambayo hiyo ukipiga hesabu baada ya Yesu kuzaliwa mpaka sasa tulipo zimepita karne 20 au 21, ambayo wastani wa miaka 2100, ambao hapa tunasema kipindi hiki ni kipindi ambacho kutoka Yesu mpaka kipindi chetu ambao tunasema ED, after them, yani baada ya Yesu kuzaliwa. Sasa kipindi hichi Yesu alipozaliwa, kwa sababu kusudi la Mwenyezi Mungu alimtuma Yesu aje kukomboa ulimwengu, kama vile ambavyo tumesoma kitabu cha Yohana 3:16. Alipokuja duniani Yesu hakuishi miaka mingi, aliishi miaka 33 tu. Baada ya kuishi miaka 33 akapaa akaenda zake. Sasa baada ya Yesu kuondoka ilipita miaka mingapi sasa mpaka Biblia inakuja inaandikwa? Sasa kwa makadirio zaidi ya kitaalamu wanasema baada ya Yesu kuondoka ilipita wastani wa miaka kama 30, 40 mpaka 50. Wastani wa miaka 30 40 inacheza hapo, miaka iliyotumika kuandikwa Biblia kipindi baada ya Yesu kuondoka. Sasa hapo tunaona ilipopita hiyo miaka, wanafunzi wake sasa wakaanza kuandika maandiko. Waliandika wakiwa sehemu mbalimbali, Antiokia, Ugiriki, Roma, yaliandikwa hayo maandiko sasa ambayo tunazungumza sasa na Agano Jipya. Hivyo hivi vitabu 4 kwanza hivi kuna kitabu cha Mathayo, Marko, Luka na Yohana, unakuja Matendo, unakuja kitabu cha Warumi, unakuja mpaka hivyo vitabu kufika kitabu cha Ufunuo ambako kiliandikwa mwishoni sana, ambacho Yohana aliandika akiwa Patmo, kiziwa cha Cyprus. Akaandika haya maandiko, alionyeshwa na Mwenyezi Mungu mambo ambayo hayana budi kutokea upesi. Kwa hiyo Yohana aliandika mambo. Sasa hii Biblia ambayo kwa tafsiri mimi nimezungumza hapa, nimesema Agano la Kale limeandikwa kwa Kiebrania, Agano Jipya limeandikwa kwa Kiunani ambao kwa Kigiriki. Sasa ni nani aliyotafsiri kutoka kwenye lugha ya Kiebrania na Kigiriki kuja katika lugha zingine? Ni nani aliyotafsiri? Na hapo sasa ndo kuna mambo muhimu sana ya kuzingatia. Kuna mada hapo kwamba kuna watu katika tafsiri sasa waliingiza tafsiri zao
binafsi. Ndio kuna tafsiri nyingi sana zinakuja, kwa mfano kama King James Version, Union Version, Imprimatur, zinakuja Biblia za aina nyingi sana hapo ukifuatilia za tafsiri, ambazo hizi King James Version, kwa mfano kama Union Version, hii ni Biblia ambayo tafsiri yetu sisi huku sasa kwa watu wa Tanzania na wa Kenya. Union Version hiyo ndio itakuja kuzielezea hizi tafsiri zilikuja mwaka gani na wakina nani wao tafsiri, lakini pia kutoka tu kwenye lugha hii ya Kiebrania na Kiyunani kwa maana Kigiriki, ni nani alio tafsiri, ili sasa tupate uhakika zaidi wa kujua kama Biblia hii hakuna mambo yaliyoingizwa huko ndani, hakuna vitu ambavyo vimeongezewa, tupate kuangalia kwa kina Biblia hii ni kweli kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa mtu huyo alio tafsiri. Basi fuatana na mimi katika sizoni ijayo kwa ajili ya kujua ni nani alio tafsiri kutoka kwenye Kiebrania na Kiyunani kuja katika lugha zingine. Maana ni jambo la msingi sana. Tatoa tena sizoni inayofuata kujua zaidi ni nani alio tafsiri kutoka kwenye lugha hiyo za Kiebrania na lugha hizo zingine. Kwa hiyo ndugu yangu, nakukaribisha sana, endelea kufuatana na mimi. Kama umeelewa somo hili kwa ufupi, usisahau basi kusubscribe channel yetu, like na comment kwa ajili ya kuendelea kupata masomo yetu yajayo, kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho yetu yajayo, na kwa ajili ya kuendelea katika season inayofuata. Tutatoa tena season inayofuata kuendelea kujua zaidi kwa kina kuhusu Biblia. Asante sana ndugu yangu.